Karibu mpenzi mtazamaji kwenye hii channel yetu. Tutakuwa tunapiga tu stories za Mungu, kuhusu Mungu anavyofungua watu, anavyofanya miujiza yake ajabu kwetu. Na kwa kweli si kwangu tu, hata kwa watu wengine nimeshuhudia Mungu akifanya matendo makubwa, akitenda matendo makubwa sana sana sana. Leo nilikuwa napitia kifungu kimoja katika Zaburi ya 46 mstari wa 10. Zaburi ya 46 mstari wa 10. Nikaona why nisishare na wewe. Na hii nasema, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Acheni mjue ya kwamba mimi ni Mungu, nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Unajua, ndio nilikuwa najiuliza maswali mengi sana. Mungu anaposema acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, acheni. Manake kuna mtu yawezekana ana shida sehemu, ana shida mahali, na watu wanamcheka, au kikundi cha watu kimepata shida sana, na watu wanawacheka hawa watu, wanawapatia majina ya ajabu kwa sababu labda ya umasikini, magonjwa, shida mbalimbali. Sasa hawa watu wanajaribu kujitetea kwa kurudisha matusi, kwa kupigana, wakati mwingine kwa kupelekana hadi polisi, yani kisheria na kila kitu. Lakini katika nilivyokuwa nafuatilia, niposoma kifungu nikasema acheni, nikasikia acheni. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Manake kwenye kazi yako, kama kuna mtu alikuwa anakuroga, kama kuna mchawi alikuwa anakusumbua, yoyote yule, hapa Mungu anasema hebu acha ujue ya kuwa mimi ni Mungu. Ya kuwa mimi ni Mungu. Hebu acha. Usiende kwa waganga. Kama kuna mtu anakwenda kwa waganga, wewe acha kwenda kwa waganga. Kama kuna mtu anakwenda kwa wachawi, usiende huko. Kama kuna mtu anakurogea biashara yako, analeta kuleta chuma ulete, Mungu anasema acha. Acha. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Manake tunamjua ni Mungu kwa nini? Kwa sababu atakuja anavyo tutetea. Manake anasema hebu acheni muone kama sitawatetea. Nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Manake nitakuzwa kwenye biashara yako, nitakuzwa kwa watoto wako. Manake kuna mtu yawezekana yuko mahali amekata tamaa, watoto wake wanamsumbua, watoto wake hawataki kusoma, wengine hawataki kufanya kini, mimba tu, mambo mengi, wanavuta bangi, wengine ni mashoga. Umekata tamaa, umejaribu kila hospitali, umejaribu kila mahali, umeenda kila mahali, umehangaika. Lakini Yesu anasema acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Manake nikabidhi au watoto wako uone. Nikabidhi mimi uone, ndipo utajua kuwa mimi ni Mungu. Acheni. Mnaponyanyaswa, mnapohangaika, unapofukuzwa kwenye ndoa yako, analetwa mwanamke mwingine, watu wako wanahangaika, mwanamume hajari tena, mwanamke hajari tena, Mungu anasema hebu acha. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Usiende kwa waganga, usiende kwa wachawi, usiende kwa wasoma nyota, usiende kwa Freemason, usiende Baphomet, usiende Illuminati, usiende Jesuit,
Usiende kikundi chochote kile cha siri, cha kifrimason au cha kipepo. Mungu anasema usiende kwenye madhabahu zote zile za kipepo, usiende kwenye hadatarata, usiende kwenye shorema mapukizo, usiende kwenye madhabahu yoyote unayojua wewe. Mungu anasema acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Hebu acha afu uone. Wakati mwingine Mungu hawezi kuingia mambo yetu kwa sababu tunamuingilia kwenye kazi yake. Ndio maana akasema kwamba je, hamjua kisasi cha Bwana? Maana Mungu ni Mungu wa kisasi, sio wewe kulipa kisasi, bali ni Mungu mwenyewe ndiye lipa kisasi. Asa ukimwingilia Mungu kwenye kulipa kwake kisasi, anakuacha uhangaike kwanza. Ukimaliza kuhangaika, basi nipo tamwambia sasa, Mungu nimeshindwa. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Acheni. Kuna mtu hapa hujaolewa, unawaza, ushaenda kwa waganga, ushaenda kwa wachawi, ushamaliza. Na hata kama watakuja ni kwa muda tu afu anakimbia. Mungu anasema acheni. Acha. Usihangaike. Nenda kwake. Pelekezi shida alafu tulie uone. Kuna mtu hapa hauli au una shida, yani una shida ya kupata chakula, shida ya kupata mahitaji yako muhimu. Sasa unahangaika, unaenda kwa wanaume, unaenda kwa wanawake, na wewe kwenda wewe unakuwa kwa mashuga mami, unakuwa unalelewa. Sasa na dharau zinakuja humo. Lakini leo hii Mungu anasema hebu acha, hebu rudi kwa Mungu, alafu tulia kwa Mungu, alafu uone na kwanza mjue kuwa mimi ni Mungu, ndio utajua kuwa yeye ni Mungu. Acha, maana utajua kuwa ukishaacha ukatulia utajua kuwa yeye ni Mungu. Kwa mtu umesumbuliwa na nguvu za giza muda wote, usiku na mchana unahangaika, ushaombewa sana, waganga sana, kila sehemu ushaenda, lakini hasitaki kukuachia. Mungu anasema acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Acheni. Na ndio maana tukumbuke hata pale wanafunzi wa Yesu walipojaribu kumwombea yule mtu aliyekuwa na kifafa, ikashindikana. Ndipo yule mwenye mtoto, baba mtu, akaenda kwa Yesu akamwambia, mwalimu, nimejaribu kumleta mtoto wangu kwa wanafunzi wako, wameshindwa, wasiweze kumsaidia. Yeye akawaambia, akamponya yule mtoto. Akamponya yule mtoto. Manake nini? Manake unaweza ukazunguka kwa kina Petro, Yohana, kote uko ukazunguka kwa mchungaji, kwa manabii, kwa mafuta, ukanywa mafuta sana, ukajiunga sana, ukanywa maji sana na upako, ukachukua chumvi sana, mchanga sana, lakini shida yako iko pale pale. Wakati mwingine tena ndio unaongezeka, au la basi imepungua kidogo, wewe shetani tu aje akuaminishe kwamba inaisha. Sasa lakini Yesu anasema hebu acha, hebu fuata neno lake, sikiza watumishi wake, sikiza manabii wake, sio manabii wa kipepo. Sikiza manabii wake, alafu mwachie, alafu uone kama hautajua kuwa yeye ni Mungu. Kwa hiyo tunapoongelea habari hizi, kuna mtu umeshakata tamaa hapo ulipo, biashara haziendi, familia haiendi, ugomvi kila siku, kila kitu hakiendi kinavyotakiwa kwenda.
umeshajikatia tamaa mwenyewe. Umesema bora ufe, bora usingezaliwa. Nani kakwambia ukate tamaa? Mungu anasema acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Acha. Umezulumiwa sana. Kuna mtu labda ulimwamini mkaingia biashara pamoja akakudhulumu. Lakini watu wao labda Roho Mtakatifu akawa anakuambia kitu, Mungu akawa anajaribu kuambia kitu kwamba huyu mtu sio sahihi kwako. Hukusikia kwa sababu yawezekana usikii sauti ya Roho Mtakatifu. Humsikii Mungu anapokuwa anaongea katika vitendo na hata katika mawazo yako na katika fikra zako. Na labda ni fikra zako tu, ni uoga wako. Na unasema kwa sababu uoga wako ndio maskini wako, lakini katika ule uoga wa Roho Mtakatifu ni wa taratibu sana kiasi kwamba usipokuwa makini unaweza kufikiria kwamba okay, it's nothing, man. It's just normal. It's not normal. There's something in it. But God says, let me be known that I am God. Let me be known to you guys that I am God. Chill out. Do not stress yourself. Just come to me with your burdens. Give me your burdens, because I have sacrificed everything just for you. I have come from heaven to earth, to the cross, to the grave, and to the sky. Please, let God help you. Acha, usipambane sana. Tokio maza kupambana kwako umeshatatua nini? Tokio maza kupigana, kutukanana, kwenda kwa waganga, kwenda kwa wachawi, ndio umeongeza matatizo. Hiyo shida yako unafikiria ndio shida imeisha, kumbe imekuja nyingine kubwa zaidi ya hiyo. Yani mambo yanakuwa juu ya mambo. Ukipata afya ni mara moja tu, lakini baadaye inakuja tena. Mungu anasemaje kuhusu hili jambo? Anasema acheni mjue kuwa mimi ni Mungu. Basi acha. Usipoacha hautajua kuwa kuna Mungu. Utajua tu miungu yako ilikuwa inaenda kila siku. Na kwa sababu mambo yanakuwa mazito, yanakuwa magumu, huwezi ukajua kama kuna Mungu mpaka hapo utakapoachilia, utakaposurrender to Jesus, utakaposurrender kwa Mungu mwenyewe, ukaacha kila kitu, ukachukua mizigo ukatoa ukaweka pale, ndipo utajua kuwa huyu ni Mungu. Anasema nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Maana yake nini? Maana yake anasema kwa mtu mmoja mmoja. Jamani, Mungu anakuzwa kama vile ambavyo shetani anakuzwa kwa mtu mmoja mmoja. Hata Mungu naye anakuzwa kwa mtu mmoja mmoja. Akikuokoa wewe kutoka kwenye shida yako, utamsubiria mwingine, na mwingine atamfuata Yesu, na mwingine na mwingine, na mwingine na mwingine. Mwisho wa siku ni nchi, mwisho wa siku mataifa. Mwisho wa siku atasema, tazama nchi ya Tanzania. Hapenda. Hii ni sehemu ya kwanza tu ya somo letu. Tutaendelea. Mungu akubariki sana. Samani kwa hii video yangu sio nzuri sana, but it might help you somehow. Kwa hiyo don't background, it's not good, and I do not have expensive gadgets. So don't worry about my video, just worry about the taifa niyo kupatia, manake ujumbe niyo kupatia. All about the content. Don't worry about this video. Thanks. Let me pray for you. And ukihitaji mawasiliano zaidi, mimi tukashauriana kwenye mambo mengi tu ya kimaisha, ya kindoa, maana mimi pia nimeoa. Mwaka wa 9 niko na mke wangu right now. Tunatoka bado wadogo but kote huko I can. Tukashauriana tu mambo mengi. So guys, kwa mawasiliano, hitaji ushauri, hitaji na wewe kunishauri pia mimi,
sababu kuna watu ambao mko vizuri kwenye ushauri wote ule. Ni 06 21 31 65 74. Hiyo ni Halotel. Lakini Voda 0756 26 55 50. Kwa hiyo unaweza ukanipigia tukawasiliana. Mungu akubariki sana. Na tumesema hii ni sehemu ya kwanza tu, kwa sababu Mungu pale anaposema acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Bado huku kwingine tunaendelea. Lakini na hii ni sehemu tu ndogo tu. Kwa hiyo tutaendelea kwa kipande kingine. Mungu akubariki sana. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Babangu wa mbinguni, asante Bwana kwa ajili ya mtoto wako na mtumishi wako Mungu wa mbinguni. Ananiangalia na kunisikiza Mungu wa mbinguni. Ukambariki Bwana, ukamtakase, ukampatie neema zako na rehema zako na upendo wako ajabu Bwana. Ukamjalie Mungu wa mbinguni nguvu za kuendea Bwana. Kila roho ya kukata tamaa Mungu wa mbinguni ikaondoshwe katika jina la Yesu. Ikashushwe kwa damu ya mwana kondoo na cha damu ya Yesu. Mungu wa mbinguni ukamponya hiyo shida yake Bwana kwa jina la Yesu. Ikae ni ushuhuda Mungu wa mbinguni kwa damu ya Yesu Kristo. Na Mungu wa mbinguni ukapatia neema na rehema zako Bwana watoto wako Mungu. Ukawasamehe na kwa wale Mungu wangu kwa jina lako Bwana. Neema zako Bwana zikawe nyingi kwa jina lako Bwana. Asante Yesu. Ukawabariki kwa watakasi. Ukawapatia haja za moyo wao. Ukawaponye magonjwa yao, ukaponye familia zao kwa jina la Yesu. Na kila mtu atakayesema amina, basi kila magonjwa na kila neno ambalo huyo mtu anahitaji kutoka kwa Mungu ukambariki katika jina la Yesu. Amen. Amen.